kwa sababu ya kumlaumu mtu. Tunapongeza vijana wetu kwa maana wachezaji wamepambana sana. Na niwaambie tu kwa niaba ya mashabiki wote wa Simba, wamenituma niwaambie wachezaji wa Simba wasijisikie wanyonge. Tuko nyuma yao, sisi tunaamini wao ni washindi. Timu zilikuwa zaidi ya 54. Wamepambana, leo tumekuwa timu ya pili. Tumekosa ubingwa kwa namna moja nyingine, inagusa, inaumiza, lakini hakuna namna. Mwisho wa siku matokeo ya mpira lazima uyaheshimu. Kisugu, umezungumzia matokeo ya Afrika ama mpira wa Afrika ndio ambao umeipa matokeo. Ukiwa unamaanisha nini kwa namna ambavyo bado nitaendelea kusema? Endelea kudadavua. Wewe ni mwandishi wa habari. Nasema mpira wa Kiafrika umekwenda kuamua. Hujalizishwa na maamuzi ya refari? Nimesema mpira wa Kiafrika umekwenda kufanyaje? Kuamua. Maamuzi ya refari Kisugu. Mpira wa Kiafrika umekwenda kuamua. Mpira wa Kiafrika umekwenda kuamua. Na ndio maana nikasema kanuni kwa mujibu wa taratibu za mpira, watu ambao wako ndani ya chama cha mpira kwa maana kwa labda CAF na FIFA hawatakiwi kumiliki timu. Timu iliyochukua ubingwa, makamu wa rais wa shirikisho la mpira barani Afrika ndio mwenye timu yake. Uafrika umekwenda kuamua. Otherwise, hauja continue. Tunakwenda klabu bingwa mwakani. Tunajipanga. Naambia wachezaji wa Simba usijisikie wanyonge. Sisi wana Simba tunawaambia wachezaji wetu ni washindi. Kisugu, tuna deni na Simba mpaka hivi sasa kwa namna ambavyo umeimulika Simba performance ya leo. Hakuna mshabiki wa Simba wala mwanachama wa Simba mwenye deni na Simba. Hakuna. Kila mmoja ameona namna ambavyo vijana walivyojitoa jasho na damu. Naambia wao ni washindi. Wasijisikie unyonge, naendelee kwa support. Tunakwenda kwenye mapambano ya ligi sasa, mechi za nyumbani, unasemaje? Mimi naamini kwamba tunakwenda kujipanga. Mwalimu atarudi, atakaa na vijana, atazungumza. Shirikisho barani Afrika imekwisha. Kwenye timu 64, sisi tumekuwa wa pili. Okay, refari yule ambaye aliwanyima goli Yanga msimu uliopita ndio huyu leo hii pia amekuwa refari katika mchezo wenu, labda alikuwa sawa katika dakika zote 90? Mimi nafikiri mwandishi, nyinyi mmekuwa mashahidi na mpira mmeona. Nimesema Uafrika umekwenda kufanya maamuzi ya mechi. Uafrika umekwenda kufanya maamuzi ya mechi. Kwa maana hiyo refari kawadhulumu leo. Sijazungumzia refari. Nimesema Uafrika umekwenda kutoa maamuzi ya nini? Ya mechi. Umeulizwa kuhusu refari, umelizishwa na maamuzi? Yeye ndo alipewa dhamana. Yeye ndo alikwenda kuamua. Yeye ndo alikwenda kutafsiri sheria 17. Kwa hiyo mizali tafsiri sheria 17, amekwenda kutafsiri, sisi tumekubali. Tumefungwa. Tumekubali kwamba sisi nafasi ya pili. Otherwise nimesema tunarudi kujipanga. Bado ligi ipo. CRB Federation Cup ipo. Afrika tumekuwa nafasi ya pili kwenye shirikisho. Big up sana wachezaji. Tunampongeza sana Mwalimu Fadlu. Tunampongeza sana management ya Simba. Wamefanya kazi kubwa. Wamefanya kazi nzuri. Kwa maana sasa hivi wote mko sawa, wote mna medali za CAF. Pamoja na wazungumzia sisi. Wao watajizungumzia wao. Sisi tunasema tunachukua nafasi ya pili. Tunawapongeza wachezaji wetu. Kuna namna imehusika kwa pokonya ubingwa kwa kufanya msishinde. Aliyepewa kwenda kufanya maamuzi kutafsiri sheria ameshatoa kadi nyekundu. Lakini wenye akili timamu wameona, kwa sababu yeye kwa mujibu wa sheria namba 5 katika sheria 17 zinampa mamlaka kwenda kufanyaje? Kuamua. Uafrika umekwenda kuupa ubingwa Barakane. Kwa sababu Barakane walisema wao wa Ulaya. Kwa hiyo Afrika ukaamua kwenda kuwapa ubingwa watu wa nani? Ulaya. Na kombe la dunia Wao walisema ni watu wa nini? Ulaya. Kwa hiyo Afrika wameamua kuchukua ubingwa kupeleka wapi? Ulaya.